Asante kwa kushiriki taarifa hii ya ufunguzi wa matangazo ya Kivu News Info ya mchana wa leo tarehe 14 Mei 2025 kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu ni utangulizi mzuri wa matangazo. Kutokana na ukosefu wa usalama Nyiragongo, Goma, Kivu Kaskazini, familia kadhaa kutoka vijiji vya Kanzana na Kabale vilivyoko katika vikundi vya Muja na Rusayo katika eneo la Nyiragongo wamekuwa wakihama kwa wingi tangu Jumatatu, Mei 12, 2025, wakikimbia hali mbaya ya ukosefu wa usalama inayoendelea. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, wakazi hawa wanatafuta hifadhi zaidi katika jiji la Goma na mji wa Sahihi ulioko katika eneo la Masisi. Ushuhuda wa kusikitisha ulikusanywa Jumanne, Mei 13, huko Nyiragongo na Goma, ukielezea hali ya hatari wanayokabiliana nayo wakazi. Mama mmoja wa watoto 9, ambaye hakutaka jina lake litajwe, alieleza jinsi alilazimika kutoroka baada ya kuvamiwa na watu wenye silaha mara 7 ndani ya wiki 2 tu. Alisimulia visa vya wizi wa mara kwa mara unaofanywa na wanaodaiwa kuwa majambazi, ambao wanaeleza njaa kama sababu ya vitendo vyao. Aliongeza kuwa ikiwa wahasiriwa hawana fedha za kuwapa, wanawake wako katika hatari ya kubakwa. Kwa uchungu mkubwa, alifichua kuwa mumewe alitekwa nyara na watu hao Februari 2025 na hajulikani alipo tangu wakati huo, na hivyo kumsukuma kuwakimbia na watoto wake ili kuepusha maafa zaidi. Mhamiaji mwingine aliyekutana njiani kuelekea Goma alishuhudia kupoteza kaka yake na mwanawe wakati wa uvamizi wa kutumia silaha mnamo Aprili 4 huko Kabale Katambi. Pia aliripoti kushambuliwa tena wiki iliyopita kabla ya kuamua kuondoka kijijini kwake na familia yake yote, akisema kuwa hali ya usalama inazidi kudorora kila siku. Alidai kuwa wengi wa washambuliaji ni Wazalendo Elements na FDLR waliojificha msituni karibu na Muja. Ushuhuda huu uliungwa mkono na Kabumba Mazanga Butros, mtu mashuhuri kutoka kundi la Muja, ambaye alithibitisha uhamaji huo, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Alitoa wito kwa mamlaka kuimarisha usalama katika eneo hilo la Nyiragongo. Kuongezeka kwa ghasia kumechangia kiwango kikubwa cha uhamaji huu. Mnamo Aprili 5, wakaazi 11 waliuawa kikatili walipokuwa wakila chakula katika kijiji cha Kabale Katambi. Hivi karibuni zaidi, usiku wa Mei 11 kuamkia Mei 12, familia moja ya watu 4 waliuawa na kuchomwa moto wakiwa hai na watu wenye silaha wasiojulikana. Kukabiliana na wimbi hili la ukosefu wa usalama, msimamizi wa eneo la Nyiragongo aliyewekwa na FCZM23 alitangaza hatua kadhaa za kuzuia, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku usafiri wa pikipiki baada ya saa 3 usiku na usafirishaji wa mizigo mizito au abiria kwenye mizigo. Hatua hizi zinalenga kupunguza shughuli za usiku ambazo mara nyingi hutumiwa na wahalifu. Ripoti ya ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA inaonyesha ongezeko kubwa la uhalifu katika eneo la Goma na Nyiragongo tangu AFFM 23 ilipoanza tena shughuli, ikidaiwa kuungwa mkono na Rwanda. OCHA iliripoti mapigano makali mnamo Aprili 9 katika maeneo ya Mutaho, Mujoga na Karungu, eneo la Nyiragongo, ambayo yalisambaa hadi Goma siku 2 baadaye. Idadi kamili ya waathiriwa bado ni ngumu kubaini. Katika muktadha huu wa kuongezeka kwa ghasia, nguzo ya CCCM ilizindua uchunguzi wa watu 10,500 waliokimbia makazi yao, kaya 2,388 wanaohifadhiwa katika vituo 53 vya pamoja karibu na Goma ili kutathmini nia yao ya kurudi makwao. Siku ya Jumanne, Mei 13, takribani washukiwa 60 wa wanajeshi wa FARDC, wapiganaji wapatao 20 wa kundi la Wazalendo na washukiwa wengine wahalifu waliwasilishwa na maafisa wa usalama wa M23 katika uwanja wa Unity mjini Goma. Kuwasilishwa huku kulifuatia operesheni mbalimbali za kuwakamata watu zilizofanywa na M23 siku hiyo hiyo katika maeneo ya kaskazini mwa jiji, yakiwemo Kilijiwe na Turunga. Operesheni hizi kubwa za kijeshi za kuwakamata watu zimeelezwa kuzua hisia na kutoridhika miongoni mwa wakazi wa Goma. Katika matukio hayo, watu wengine kadhaa waliokamatwa walikusanywa awali katika uwanja wa Don Bosco kabla ya kuunganishwa na kundi jingine katika uwanja wa Unity. Kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya habari vya ndani, baadhi ya askari wazee na watoto wadogo walitengwa na kundi hilo na kuruhusiwa kurejea makwao kutoka uwanja wa Unity.
Imeripotiwa kuwa wanajeshi wawili wazee walikuwa miongoni mwa wale walioachiliwa na kuruhusiwa kurudi katika majimbo yao. Aidha, takriban vijana 50 waliwasilishwa na M23 kama watu waliojitolea kujiunga na jeshi la AFC da M23. Hata hivyo, baadhi ya wasichana wadogo na wavulana miongoni mwao walitenganishwa na kurudishwa nyumbani, kulingana na taarifa za umma. Kati ya kundi kubwa la waliokamatwa, vyanzo vilitaja kuwepo kwa wahalifu 16 wanaodaiwa. Pia, baadhi ya watu walioachiliwa walikuwa miongoni mwa kundi hilo. Habari zaidi zilionyesha kuwa makundi kadhaa ya watu waliokamatwa siku za Jumamosi na Jumapili zilizotangulia walisafirishwa kwa malori hadi eneo la Rumangabo. Wakati huo huo, raia 182 wa Rwanda waliokamatwa siku ya Jumatatu walikabidhiwa kwa shirika la UNHCR kwa ajili ya kurejeshwa nchini kwao, kulingana na duru za ndani. Hali hii ya ukamataji na uingizaji wa watu katika makundi ya kijeshi inazua hofu kubwa miongoni mwa wazazi mjini Goma. Wakazi wengi wakizungumza na Kivu News Info walieleza kusita kwao kuzungumza waziwazi kutokana na hofu ya kulipizwa kisasi na wanachama wa M23. Kuongezeka kwa mzozo mashariki mwa DRC kunalemaza fedha za umma, kulingana na IMF. Kinshasa, DRC. Kuongezeka kwa mzozo wa silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeiwekea serikali ya nchi hiyo mzigo mkubwa wa kifedha, sambamba na athari zake mbaya za kibinadamu na kijamii, imefichua ujumbe wa wafanyakazi wa shirika la fedha la kimataifa IMF. Ujumbe huo ulikuwa nchini Kinshasa kuanzia Aprili 30 hadi Mei 13, 2025 kwa ajili ya majadiliano kuhusu mapitio ya kwanza ya mpango wa kiuchumi na kifedha unaoungwa mkono na mfuko wa mikopo iliyoongezwa ACF. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa na IMF mnamo Jumanne, Mei 13, 2025 na kiongozi wa ujumbe huo Calixte Ahokposi. Kwa upande wa bajeti, kuongezeka kwa mzozo kumekuwa na uzito mkubwa kwa fedha za umma. Alieleza kuwa matumizi ya fedha za umma yameongezeka kwa kiasi kikubwa, yakichochewa na ongezeko kubwa la matumizi ya kipekee ya usalama, uwekezaji wa umma na uhamisho kwenda mikoani na mashirika ya umma. Ingawa ukusanyaji mzuri wa mapato ya bajeti ulipunguza athari kwa kiasi, nakisi ya bajeti ya ndani ilivuka kiwango kilichopangwa kufikia mwishoni mwa mwaka 2024. Hali inatarajiwa kuwa ngumu zaidi mwaka 2025. Kufungwa kwa ofisi za ukusanyaji wa mapato katika maeneo ya mashariki mwa nchi yanayokaliwa na waasi, pamoja na msamaha wa VAT na ushuru wa forodha kwa bidhaa za vyakula vya msingi ili kupunguza gharama za maisha, kunasababisha upungufu wa mapato ya bajeti. Wakati huo huo, shinikizo la matumizi limeongezeka, huku matumizi ya usalama yakibaki juu hadi mwishoni mwa Aprili 2025, na mishahara ya wanajeshi na polisi ikiongezeka mara 2 tangu Machi ili kuongeza morali. Tangu kuzuka tena kwa mapigano, waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameanzisha mashambulizi makali mashariki mwa Kongo. Mapema mwaka huu, walifanikiwa kuchukua udhibiti wa miji ya kimkakati ya Goma na Bukavu, pamoja na maeneo mengine katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Udhibiti huu wa maeneo muhimu kiuchumi umekuwa na athari za moja kwa moja kwenye mapato ya serikali. Inspekta Jenerali wa Fedha, Jules Alingete Ki, amenukuliwa akisema kuwa serikali inapoteza 9% mapato ya forodha na 3% mapato yanayokusanywa na kurugenzi kuu ya kodi kutokana na uvamizi wa Goma na Bukavu. Licha ya changamoto hizi kubwa, serikali ya DRC imethibitisha kujitolea kwake kwa malengo ya programu inayoungwa mkono na IMF. Kwa mujibu wa Calixte Ahokposi, programu hiyo imerekebishwa ili kuakisi hali halisi mpya iliyosababishwa na kuongezeka kwa mzozo. Marekebisho haya yanalenga kuhifadhi uendelevu wa kifedha, huku yakitoa nafasi ya kutosha ya kifedha kushughulikia mahitaji ya dharura ya usalama na kibinadamu, bila kuathiri matumizi ya kipaumbele kwenye uwekezaji wa kijamii na umma, hasa ikizingatiwa kusimamishwa kwa sehemu kubwa ya misaada ya kibinadamu kutoka nje. Ujumbe wa IMF na mamlaka za DRC wamefikia makubaliano ya awali katika ngazi ya wafanyakazi kuhusu mapitio ya kwanza ya mpango wa miaka 3 wa kiuchumi na kifedha wa DRC unaoungwa mkono na IMF chini ya ECF. Makubaliano haya yanategemea idhini ya usimamizi mkuu na bodi ya utendaji ya EMF. Bodi ya utendaji ya EMF inatarajiwa kukagua hati hiyo ifikapo mwisho wa Juni 2025. Waasi wa AFC za M23 wanatuhumiwa kuwaua raia wawili Kibati. Walikale waasi wanaodaiwa kuwa wa kundi la AFC by M23 waliwaua raia wawili siku ya Jumanne, Mei 13 huko Kibati, katika kundi la Luberike, sekta ya Wanyanga, eneo la Walikale.
Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu hao wawili waliouawa walikuwa wakisafiri katika msafara kutoka Goma kuelekea Walikale. Walikamatwa na waasi katikati ya soko la Kibati. Sababu ya kukamatwa kwao bado haijulikani. Afisa mmoja wa cheo cha chini aliyeomba kutotajwa jina alisema, walikuwa 4 walipokamatwa, 2 kati yao walitaka kukimbia. Hapo ndipo waasi waliwapiga risasi na kuwaua papo hapo. Wengine 2 walipelekwa kambini. Hatujajua hali zao hadi sasa. Habari hizi zimethibitishwa na vyanzo vya usalama na kiutawala katika kituo cha Walikale. Mauaji haya maradufu yameleta hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo na kuzidisha hali ya wasiwasi wanayoishi kila siku. Ikumbukwe kwamba waasi wa AFC M23 walikuwa wameteka tena mji wa Kibati wiki chache kabla ya tukio hili, baada ya hapo awali kujiondoa ili kuimarisha ngome zao huko Kashebere na Kasopo.